Naitwa Alex Amon Ngasala, mimi ndo CEO wa hii lakini dhumuni ya kuanzisha hii timu tulikuwa tunataka tutoe vijana mitaani na kuwaingiza kwenye soka, hasa kuhamasisha wale watu ambao walikuwa wanatumia sana madawa ya kulevya, tulikuwa tuwavute kwenye mazoezi kwa namna moja ama nyingine, ili waweze kujua dunia inaenda vipi. Tukitoka huko tulianza kwa majaribu, lakini baadaye tukaona kwamba inawezekana. Tuko wengi, Kijionongo sio mtu mmoja, hata wewe pia ni ya kwako. Ndio maana tunania Kijionongo, lakini ya Tunduma ni ya mkoa wa Songwe. Tunafanya hivi vibe kwa sababu kutoana stress, lakini pia ni ajira, kwa sababu tumewahi fanya, tumepata mchezaji mmoja, tumefanikiwa kumpeleka Mbeya City na maisha yake yamebadilika. Kwa hiyo tunataka tupate wachezaji wengine na wengine, ndio maana mlivyoona kuna makinda wengi kwenye hii timu. Hasa yangu ni kuwaomba mkoa wetu, kuanzia mkuu wa mkoa, wakuu wa idara zote waangalie, kwa sababu tumeshavuka na sisi ndio wakilishi wa mkoa huu. Kwa kama kuna namna tunakoenda huko kunahitaji fedha nyingi, kwa tunahitaji support zao. Kwanza ni kwamba sisi tulivyoanza ndio tumeanza hivyo, tunasema atakaye na haje. Kijionongwa kama nilivyosema mwanzo, tunataka kutoa mtu chini kwenda juu. Kwa hiyo hata sisi malengo yetu sio kuishia hapa. Hiyo ligi ya mabingwa wa mikoa tutakwenda, na bahati nzuri tuko kwenye finali ya FA, sijui tupo tunakwenda kushiriki huko, na tutaogopa, lakini tutakwenda kufanya usajili mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha timu wanayoituma mkoa wao inaenda kufanya vizuri zaidi. Okay. Changamoto kama unavyojua, hii timu inaendeshwa na vijana, na vijana ni wote. Sawa, panapokuwepo vijana mara nyingi panakuwa mkanganyiko mwingi. Inaweza ikawa hivi tumefanikiwa, tumeshinda, lakini tukafika sehemu tunakwazana kutokana na kila mtu anakuwa na mitazamo yake. Lakini ombi muendelee kutuombea, lengo letu sisi ni jema. Lakini tunarudia tena kuomba mkoa usituache. Tunaomba mkoa wa Songwe utuunge mkono, kwa sababu tunakwenda sasa kuiwakilisha mkoa wa Songwe. Lakini nikirudi kwenye halmashauri yangu ya mji wa Tunduma, nilikuwa naomba, kwa sababu kuna mradi walianzisha wa kujenga uwanja wa mpira. Ule uwanja yetu ya mji wa Tunduma, kuanzia mkurugenzi, dasi, yani wote ambao wako pale, kwa sababu ukiangalia mji wetu ndio lango kuu la SADC, yani ndio mpaka mkubwa nchini Tanzania. Kwa tunakosa viwanja. Tulikuwa na mechi na Mbeya City, tukaenda kuchezea upande wa Zambia, lakini pia Prison walivyoona tulivyo challenge Mbeya City, na wao wakaomba kwamba waje kucheza na sisi. Lakini pia tukaenda Zambia, ambapo mwenye uwanja alikuwa anatoza kiingilio shilingi 2,200. Uwanja ulijaa, japo tunaweza kupata zawadi zaidi ya milioni 2.5. Kama yeye alijisikia kutupa sisi hicho kiasi cha fedha, unadhani aliingiza shilingi ngapi? Wakati hayo mapato yangetuendeleza sisi timu, yangeendeleza halmashauri yetu ya mji wa Tunduma. Kwa nawaomba viongozi, hasa mbunge wetu David Nsilinde, tunaomba kapushi uwanja uweze kuisha. Hata kama sio sisi, timu zinazokuja ili zifanye vizuri lazima ziwe na uwanja wa nyumbani.